Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Istiqama Swahili TV, karibu sana katika kipindi cha Nashid Zetu, kipindi ambacho kinakujia siku moja katika wiki kwa lengo la kuweza kukuletea karibu munshiduna mbalimbali ambao wamekuwa mchango mkubwa sana katika kufikisha ujumbe wa dini ya Kiislamu kupitia fani hii ya nashid, ama kupitia sanaa hii ya nashid, na sanaa ambayo imekuwa ikipata muungaji mkono mkubwa sana katika miaka hivi karibuni, kwa malengo ya kuweza kuifikisha mbele tasnia, lakini pia kufikisha ujumbe, ikiwa ni miongoni mwa malengo makubwa ambayo munshidun wamekuwa wakisimamia katika lengo hilo. Kukuletea kipindi hiki ni kwa ushirikiano tu wa fundi mitambo wetu hapa Sheikh Saud Luheita, lakini pia mtangazaji naitwa Said bin Musa, na kama ilivyo kawaida, kama ilivyo lengo letu, ni kwamba tunakuletea hapa munshiduna mbalimbali ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kujitambulisha, kujitangaza, pia alkadhalika kutangaza kile ambacho wamekuwa kikifanya katika tasnia hii ama sanaa ya nashid, kwa malengo pia ya kuweza kutambulika, alkadhalika kufikisha kile ambacho wamejaaliwa na Allah katika vipaji mbalimbali. Na tunaamini kwamba wale ambao alhamdulillah tumekuwa nao hapa wamekuja kujitambulisha, vipaji vyao vimeonekana, na pia katika maeneo mbalimbali vipaji vyao vimekuwa vikionekana siku hadi siku, alhamdulillah. Katika hili tunasema hivyo. Lakini kwa wewe mtazamaji wetu mpya, basi tunaomba sana usubscribe, lakini pia like, alkadhalika kusambaza kwa wengine, yani kushare, kwa lengo la kuweza kueneza zaidi khairi na baraka, alkadhalika vipindi vyetu mbalimbali kupitia Istiqama Swahili TV. Basi moja kwa moja ni kuombe tuwe pamoja. Dakika hizi ni chache sana, lakini tunaamini kwamba zitakuwa ni zenye manufaa na faida kubwa kabisa. Tutastafide katika kile ambacho wageni wetu hapa leo hii wamekuja nacho. Ni nani, kutoka wapi, na kitu gani ambacho wamekuja nacho kwa leo? Basi hili ndilo ambalo kwa sasa tuelekea moja kwa moja kulifahamu na kulitambua inshallah. Lakini kwa ufupi sana nikwambie kwamba mgeni wetu leo hii, au wageni wetu ni kijana wetu hapa Harith Juma, ambaye bila shaka jina hili limekuwa sigeni sana katika macho yako ama katika masikio yako, kwa wewe ambao unasikiliza vyombo mbalimbali vya habari, lakini kwa wewe ambao unaangalia na kupitia mitandao ya kijamii, bila shaka jina hili limekuwa sio geni sana katika macho yako. Lakini tuko naye hapa, mwalimu wake ni nani, wote hao utakuja kuwafahamu, lakini pia utakuja kujua kile ambacho leo hii wametuletea. Basi nisizungumze mengi, sababu muda hapa tayari umekwenda, na wageni wetu tayari ambao wapo hapa na kwa malengo ya kuzungumza zaidi, na sio mimi ambaye ni mwenyeji. Bila shaka moja kwa moja ni wakaribisha hapa wageni wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa alhal? Mashallah, mambo yaendeleaje? Salaam, alhamdulillah. Naam, karibuni sana katika studio zetu Istiqama Swahili TV kwa mara nyingine tena. Usitini mara ya kwanza mara ya kwanza kabisa, awwal mara inshallah khair. Naam, tukufahamu kijana wangu hapa, majina yako kamili? Kwa majina naitwa Harith Juma Abdul. Harith bin Juma bin Abdul. Naam, Sheikh, majina yako kamili? Majina naitwa Hasnu Abdallah Hassan. Hasnu Abdallah Hassan. Wewe ndio mwenye shule ya kule Makunduchi? Hasnu Makame. Yule ni Hasnu Makame. Wewe ni Hasnu Abdallah Hassan. Labda nikajua ni yule. Hapana. Ni tofauti kabisa yani. Tofauti sana. Na ni ukoo tofauti. Tofauti sana. Ala, mashallah. Sheikh Hasnu Abdallah Hassan. Mashallah. Naam, karibuni sana kwa mara nyingine tena katika studio zetu hapa Istiqama Swahili TV, na tunasema kwamba mgeni njoo mwenyeji yapone. Kwa tunaamini kwamba leo hii tutapata mambo mazuri sana kutoka kwenu inshallah. Ndio tutapata kuponya nyoyo zetu au nafsi zetu kwa burudani ya halali, mashallah. Naam, lengo letu kubwa ni Sheikh wangu hapa kijana Harith bin Juma, mashallah. Lakini ukiwa na mwalimu wako hapa atakuja kuzungumza na yeye baadhi ya mambo ambayo nitakuja kuhitaji ufafanuzi kutoka kwake. Harith, Harith bin Juma bin Abdul, majina yako kamili na katika tasnia hii ya nashid umekuwa unatumia majina yako kamili kama ilivyo kawaida, haujabadilisha majina kama ambavyo tunaona baadhi ya munshidun wanafanya, unatumia majina yako kamili, sio? Mashallah. Kwa nini unayapenda majina yako? Napenda majina. Mashallah. Ambayo kakupa
mzazi wako au wazazi wako. Mashallah. Unakaa wapi shekha wangu Harith? Nakaa Shakani. Unakaa Shakani. Shakani wilaya gani hapa? Maana au hujui wilaya gani Shakani? Sijui. Hujui? Wewe unaishi tu. Lakini nchi yako unaijua? Nchi gani? Tanzania. Inshallah khairi. Yeye yupo Zanzibar katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mashallah. Na kule Shakani tunasema kwamba ni wilaya ya Magharibi B. Naam, wilaya ya Magharibi B ni wilaya hiyo ambayo unaitumikia ama unaishi nayo, lakini katika mkoa wa Mjini Magharibi. Mashallah. Na Harith, tuambie labda kule Shakani madrasa yako inaitwaje? Shule yako inaitwaje? Kwa sababu ni mwanafunzi bado. Madrasa yangu inaitwa Al-Madrasatul Qadiria Islamia Shakani. Qadiria Islamia Shakani. Mashallah. Na shule yako? Nasoma Chukwani Secondary School. Chukwani Secondary School. Wewe ushaingia secondary? Uko form ngapi sasa hivi? Form 1. Form 1. Makundo form 1. Mashallah. Kwa umetoka darasa la 7 juzi tu? Mashallah. Inshallah khair, ni jambo zuri sana hilo. Lakini wewe ni mwanafunzi, ingawa pia umeingia katika tasnia hii ya Nasheed. Pengine malengo yako ni yapi kuingia katika tasnia ya Nasheed? Sababu na malengo yako? Malengo yangu mimi ni kuelimisha umma. Kuelimisha umma wa Kiislamu au umma kwa ujumla? Wa Kiislamu. Na kwa ujumla pia, sababu kuna mambo pia ambayo yanaihusu jamii, au sio? Ndio. Mashallah. Na malengo yako zaidi ya hivi ama ni hili tu, kuelimisha umma? Ni hilo tu. Hakuna jingine? Hakuna. Likitokea lengo jingine hapa au jambo jingine ambalo litakuwa lenye manufaa kwako, sio mbaya pia, nasema inshallah khair. Na unakumbuka ni mwaka gani ambao ulianza kazi hii? Mwaka nilioanza ni mwaka 2025. Mwaka 2025. Yaani una miezi michache tu tangu kuanza kazi hii, sio? Na pengine kwa wakati ule unaanza fani hii ulifikiriaje, au kuna mtu ambaye kakushawishi kuingia? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe tumefikiria? Kwa nini ulifikiria hivi sasa? Au uliona watu munshiduna wanavyoimba nasheed na ukapenda na wewe uingie? Nikapenda na mimi niingie. Nani ambao ulikuwa unamfuatilia zaidi katika munshiduna? Brother Masud. Mwingine? Hafidh Luheta. Yuzar. Humud Al-Hadharmi. Na ulikuwa unafuatilia kwa njia gani? Pengine kwa njia ya radio ama television, au pengine kuhudhuria katika matamasha ya nasheed? Nahudhuria kwenye simu. Unaangalia kwenye simu nyumbani pale? Mashallah. Na nani ambaye alikuwa anakupatia simu yake? Ni baba? Mama. Mashallah. Na ukaona kwamba kuna haja na wewe kuingia sasa katika vani. Sasa umejuaje kama unaweza? Umejiona mwenyewe. Umejiona mwenyewe tu una kipaji, au pengine mwalimu wako madrasa katika kuimba kasida kule chuoni akakwambia, wewe Harith, hebu tuingie katika nasheed, unaweza wewe? Akakwambia hivyo? Mwalimu na Ustadh Hasnu. Mashallah. Yeye ndo mwalimu wako, sio? Mashallah. Nawe ukasema baada ya kupata ushawishi kutoka kwake, ukasema mimi lazima kwa uwezo wa Allah niingie katika fani hii ya nasheed. Mashallah. Unajisikiaje sasa kuwa munshiduna tayari? Najisikia vizuri. Au munshid? Najisikia vizuri kuwa munshid. Mashallah. Ulishawahi kukutana na munshiduna wengine? Wawili. Ni nani hao? Hafidh Luheta na Yuzar. Hafidh Luheta na Yuzar. Okay. Pengine kwa sababu Hafidh Luheta umeonana naye kwa sababu ndiko ambako una rekodi nasheed zako, sio? Ndio. Au unatumia rekodi gani kwa Hafidh? Mashallah. Na hadi wakati huu tunazungumza katika miezi michache sana hii ambayo umeitumikia fani hii ya nasheed. Unakumbuka nasheed ngapi tayari umeshazitoa? Ndio. Nasheed 3. Nasheed 3. Hebu tutajie nasheed zako. Siku ya mwisho ambayo ni remix nilioitoa kwa Sudi Luheta. Kwa Hafidh Luheta. Kwa Sudi Luheta. Sudi mwenyewe. Walimu wetu. Ndio. Na ya Ramadhani. Okay. Mashallah. Kwa umechukua nasheed ya Sheikh Sudi Luheta kwa ajili ya kuifanyia remix. Yes. Mashallah. Inasema siku ya mwisho. Siku ya mwisho inakuwaje?
siku ya mwisho ya kuishi duniani, siku ya mwisho, siku ya hesabu, siku ya mwisho ya kuwepo shule. Siku ya mwisho ya hesabu. Siku ya hesabu. Okay, siku ya kisimamo. Allahu Akbar. Na nani kakupatia sasa hii nashidi? Sababu unasema kwamba ulikuwa unafuatilia sana nashidi za kama wale ambao umewataja pale kabla, lakini hii ni ya mtu mwingine kabisa. Na mwenyewe unamjua kwanza huyo Sheikh Suleiman Luheta? Unamjua? Namjua. Umemuona lini? Nimemuona siku tulienda kurekodi nashidi ya siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Ala, unamjua ukimuona lakini? Namjua. Hapa leo umemuona? Nimemuona. Mashallah. Na tupatie hii, unasema kwamba kuna nashidi 3 ambazo umeshazitoa na nashidi gani ambayo wewe mwenyewe unaipenda ukisikiliza, unaipenda sana, unasema kwamba ni the best one, ajmali? Naam, kwa upande wako. Walimu wetu. Kwa nini sasa ni walimu wetu wakati kuna siku ya mwisho hapa umesema, lakini kuna Ramadhan ambao ni bora zaidi au nzuri zaidi pia? Naam. Kwa nini walimu wetu? Kwa sababu mimi napenda sana walimu wangu wa dini. Walimu wa dini. Mashallah. Unapenda sana. Unapenda sana kutii amri zao za khairi. Unapenda sana kuwasikiliza pia katika masomo, mashallah. Upo darasa la ngapi madrasa kwani? Niko darasa la 3. Darasa la 3. Mashallah. Na upo vizuri. Umehifadhi angalau juzuu kadhaa? Ndio. Mashallah. Juzuu ngapi? 3. Mashallah. Jamaa ipo vizuri sana. Darasa la 3 juzuu 3. Mashallah. Ukifika la 4 juzuu 4, sio? Mashallah. Jitahidi sana. Allah atakufanya wepesi inshallah. Na umesema kwamba nashida ambayo umependa zaidi kwa upande wako ni walimu wetu. Unaweza kutupatia kidogo angalau ladha, tupate kuburudika na sisi, ndio lengo eti Naam. Juhudi mulizo nazo, huruma na zenu pia, upendo mulio nao kwetu si wenu vijana. Juhudi mulizo nazo, huruma na zenu pia, upendo mulio nao kwetu si wenu vijana. Mengi maudhi hakika mpaka yanapitiliza, walimu twawafanyia kwa hakika yanauma. Mengi maudhi hakika mpaka yanapitiliza, walimu twawafanyia kwa hakika yanauma. Allahu Akbar. Maudhi ambayo mnafanyia walimu. Kwa hiyo unajua kwamba unafanya maudhi wewe? Ndio. Lakini ukiona kwamba umefanya maudhi, umemkera mwalimu, unakwenda kumuomba radhi, sio? Ndio. Na ndio anakupatia msamaha wake. Na ukipata msamaha wa mwalimu basi unapata kufahamu zaidi, moyo wako unapokea zaidi, sio? Ndio. Na basi inshallah tunaomba ruhusa yako sasa tuwatazamishe watazamaji wetu nashidi hii ya walimu wetu inshallah. Na basi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, huyo ni kijana Harith Jumaa Abdul kama vile ambavyo amejitambulisha pale kabla, na inshallah tutapata nashidi yake hiyo ya walimu wetu. Walimu wetu bila shaka ni watu wa kuheshimika sana, kama alivyosema kijana wetu hapa. Walimu ndio ambao wamesababisha sisi angalau kufahamu ile herufi mbalimbali, lakini pia kufahamu aya kadhaa au pengine msahafu mzima wa Qur'an. Bila shaka hiyo ni juhudi ambayo amekuwa akifanya, na Allah ndio ambayo amewajalia kutumia juhudi hii katika kuwafahamisha na kuwaelekeza watoto wa Kiislamu maadili, lakini pia mafunzo mbalimbali ya dini ya Kiislamu. Bila shaka ni watu wa kuheshimika sana na watu wa kuthaminika sana. Kinyume na hivyo utakuwa ni mwenye kupata makosa au madhambi, kwa sababu humthamini yule ambaye anathamini jambo la kheri. Bila shaka anafahamu, anatamani sana wewe mwanafunzi ama mtoto uweze kuelekea katika kheri, lakini sasa bahati mbaya ni kwamba wewe mwenyewe hautaki kuwaheshimu. Itakuwa ni uvunjifu mkubwa sana wa heshima, wa nidhamu kwa watu ambao wanasimamia kitabu hiki cha Allah Azza wa Jalla, ama kufundisha dini hii tukufu ya Kiislamu. Basi tuangalie nashidi hiyo ya walimu wetu, baada ya hapo inshallah tutaendelea. Karibu sana. Harith Juma. Mwalimu mekuridhi upi wa mwalimu, moyo
hakika yanauma, mengi maudhi hakika mpaka yanapitiliza, walimu twawafanyia kwa hakika yanauma. Nimekuridhi upi wangu mwalimu, moyo umekupitisha mwalimu, wewe ndo mwalimu wangu mwalimu, kwenye haya maisha mwalimu. Nimekuridhi upi wangu mwalimu, moyo umekupitisha mwalimu, wewe ndo mwalimu wangu mwalimu, kwenye haya maisha mwalimu. Mengi mumevumilia, shida mumezipitia, juhudi mumechukua, alhamdulillah. Tunamuomba jalia kheri kuwamiminia, dhiki kuwaepushia, takabali dua. Tunamuomba Mwenyezi Mola ulomsifika, walipe kila la kheri walimu wetu wapenzi, wape pepo ilo njema walimu wetu wa dini, shida dhiki mitihani wao wamezipitia. Mwalimu, 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 walimu wetu twawapenda kwa hubatam bila ya kipimo, na malezi yalo bora na maovu bali kutue. Naam, mashallah, mashallah. Basi mtazamaji wetu, baada ya kuiangalia nashidi hiyo ya walimu wetu, bila shaka ujumbe huu na ukumbusho huu utakuwa umeshakufikia, na lengo kubwa zaidi sio tu kusema kwamba nimesikia, lakini nimesikia na nitatii. Hiki ndicho ambacho kinahitajika sana, kinatarajiwa sana kwa Muislam na hususan mu'min. Baada ya kusikia ujumbe aseme tu samiana wa ata'na, sio wa aswaina. Maana ukisikia unatii katika yale ya khairi. Naamini kwamba ujumbe huu utakuwa ni wa khairi, na tukiufuata, tukiufanyia kazi, bila shaka tutakuwa ni wenye kufanya khairi, hal kadhalika wenye kupata mafanikio makubwa sana. Hawa ndio walimu wetu bwana. Anasema kwamba walimu ni ngao yetu, walimu ni mwongozo wetu, walimu pia ni thamani yetu. Sawa, bila walimu hatuwezi kupata thamani. Bila shaka mwalimu pale ambapo anakuona umepata thamani, umepata hadhi katika jamii, anafurahia sana matunda ya nguvu yake. Nguvu yake ameiwekeza ama ameiwekeza katika jambo la khair, lakini pia imeleta matunda sasa katika jamii. Wallahi napata faraja kubwa sana, kama vile ambavyo mzazi anamuona mwanawe yupo katika mstari mzuri, yupo katika mstari mzuri, anapata faraja sana katika nafsi yake. Wallahi ndiyo hali ambayo walimu wetu wanakuwa nayo pale ambapo wanaona wanafunzi wao wapo katika maadili. Na bahati mbaya zaidi, au bahati mbaya sana, ni kwamba mwalimu ama mzazi anasikitika sana pale ambapo ametumia juhudi kubwa sana kwa mtoto wake, lakini pia kwa mwanafunzi wake kumwelekeza, lakini hatimaye basi anakuja kumkuta au anakuja kumuona katumbukia katika mambo mabaya, katumbukia katika makundi maovu. Na hiyo mifano tuko nayo katika jamii yetu. Wallahi mwalimu na mzazi anasikitika na kulalamika sana 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 sana, lakini hiyo ndio hali bila shaka. Naam, turudi katika lengo letu, na sasa tuje kwa mwalimu wetu hapa, Sheikh Hasnu. Hasnu Abdallah Hassan, mashallah. Naam, kijana wetu huyu tumemsikia ametambulisha, alhamdulillah, lakini kwa upande wako sijui unazungumziaje, pengine ilikuwaje ukaanza kumwanzisha kazi hii ambayo bila shaka wametangulia, baadhi yao wametangulia munshidina wenzake, lakini leo alhamdulillah na yetu tunamhesabu kwamba ni miongoni mwa munshiduna. Ilikuwaje ukamwanzishia kazi hii? Haya, kwanza kabisa nataka nirudi nyuma kidogo. Naam. Tusogee kwamba mpaka tupate chanzo kwamba ilikuwaje mpaka Harith sasa hivi kwa tayari ni munshid. Naam. Haya. Nitatoa historia fupi kidogo kule madrasa. Okay. Madrasa yetu sisi kuna walimu ambao kama walimu. Naam. Na kuna sisi ambao ni viongozi, si walimu kama ndo walimu rasmi, kwa sababu ni kwa bahati madrasa yetu sisi na wanafunzi wengi. Alafu kuna wengine ni wakubwa kama 20 na kuendelea kende sisi hapa. Okay. Kwa maana hiyo ile madrasa
kuna walimu wetu ambao wametusomesha sisi, ni wapo walimu ambao ukifika hapo ukiuliza walimu moja kwa moja unakuta nao. Na kuna sisi viongozi ambao tunawasimamia hawa wa chini ndio. Kwa maana sisi ni walimu lakini ukija kimadrasa kuu, yani walimu wa madrasa sisi hatusabiki ni kama walimu, ni kama viongozi ndio. Lakini sisi kwa hawa wadogo wadogo ndio walimu wao. Kwa maana sisi pale tupo kwa ajili ya kujifunza na pia kuwafundisha wenzetu. Kuna muda wetu ambao tunasoma sisi na kuwasimamia wenzetu. Naam. Sasa madrasa yetu na kawaida kila mfungo 6 wanafanya haya maulidi. Naam. Nafanya hafla maalum ya maulidi kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika ile hadhara ile mwaka wa 5 huu mimi ndo nakuwa msimamizi wa ile hafla, MC pale. Naam. Napanga ratiba yote ya shughuli. Mashaallah. Naam. Kumbe tuko naye hapa MC. Master of Ceremony. Kidogo si sana. Naam. Sasa kwa bahati ile nafasi ilipo mapema kidogo. Nilianza kuka MC nakumbuka na miaka huu mwaka wa 5. Ninakaa MC pale. Mashaallah. Naam. Sasa kuna mwaka mmoja mimi nashidi nilikuwa nazipenda binafsi yangu, nazipenda kuzisikiliza, napenda sana tu nashidi. Na kine Humudi Hadhar Miao Faizul Hita alijiona nao muda sana kwa kitambo sana. Nazifuatilia sana nashidi kwa sababu na mimi nilikuwa nazitamani japo siku moja kuja kusoma, lakini nilikuwa mdogo sijui naanze wapi. Naam. Ndio. Sasa ikaenda kuna mwaka mmoja nakumbuka ilikuwa nahisi 2023 kama hivyo. Tushafanya hadhara yetu pale ya maulidi pale. Ndio. Kwa bahati yale majukumu yote akamaliza, muda ukawepo sasa. Ndio. Kwamba majukumu ashamaliza, kuna muda wa bure. Muda bado upo wa ziada. Sasa ile muda mimi kwenye akili yangu nikasema ngoja. Nikaenda kuplay nashid kule. Nika perform nashid ambayo ile nashid nakumbuka ilikuwa alisoma Faizul Hita na brother Ali ile subiria ile. Naam. Tukapita pale mbele mimi na Ismail. Kuna kijana anaitwa Ismail kule chuo. Tukaperform ile nashid. Sasa yani kwa bahati uliposoma ile nashid kwanza utulivu ulipatikana kuliko muda wote. Watu kimya. Mashaallah. Watu walikipenda kile. MC kaingia mitamboni bwana. Lazima kuwe na ukimya. Tunzo zikawa nyingi kama yangu mimi vile, lakini kwa si yangu mimi. Mashaallah. Naam. Na kwa bahati mwaka huo huyu kijana alikuwa ndo anza ningia madrasa. Naam. Kwa sababu walitoka shule ya Raudha kule akaletwa pale Shakani, akahamia Shakani. Kwa hiyo kile kitu na ile alikuwa nakiona pale mbele. Ndio. Sasa kwa bahati baada ya kusha shughuli pale watu sasa kaanza kuja pembeni sasa. Ustazi vizuri sana bwana sasa. Fanya vizuri sana. Lakini zile tahnia na kipongezi zimekuwa ni nyingi sana. Tusitoe na shida zetu hapa. Mimi najibu tu nitafikiria kama hiyo. Ndio. Sasa kwa bahati tukamaliza shughuli tukafunga madrasa na lakini huku watu wananifuatilia katika mchakato wananiuliza. Naam. Sasa kwa bahati kuna siku moja tushafungua madrasa pale na mtoto wetu madrasa. Huyu kijana mimi akanifuata. Tuko njiani rudi tu madrasa kwa sababu ninapokaambia ndio huko anapoka tunafuatana hivi kidogo. Akanieleza huyo kijana. Mwalimu, nataka na mimi nisome nashidi. Yeye mwenyewe. Unaonaje tukatoa nashidi zetu? Ananiambia kitu kama hicho. Mashaallah. Mimi nikamtizama kwanza kwa sababu nilikuwa ndo bado sina gane mambo yale. Nikamwambia unaweza nikamwambia ushawahi kusoma kwanza? Akanijibu bado. Lakini kuna nashidi nilishiriki video tu. Ni nashidi ya nani? Akaniambia ya Humudi la Hadrami ya Idi ile. Nikaenda kuitazama ile nashidi kweli kwa sababu ile nashidi alisoma kwao huyo kijana. Alishiriki video kweli sasa. Basi na mimi nikamtizama nikamsikiliza sauti yake kidogo nikamwona naweza. Sasa kazi ikawepo kwenye kutunga sasa. Hapo ndo kando shughuli. Naam. Sasa hapo ndo kipengele. Na kijana naye kanishika huko pembeni. Kwa sababu kitu anakipenda. Naam. Sasa kwa watu wa mwanzo mimi nikafikiria nashidi ya Sudul Heta hii nikakumbuka kwamba hii nashidi imesomwa lakini aliyesoma si mushidi. Naam, kwa sababu Sudul Heta ni mwalimu wetu, si mushidi. Alitoka kujifurahisha tu mwenyewe. Naam. Kaingia katika fani hii ya nashid lakini baadaye akachomoa. Kwa sababu hata ndugu yake aliwahi kumsikia kwamba kaelezea kwamba si mushidi. Aliingia kujifurahisha tu. Mashaallah, kuunga mkono. Naam. Sasa ile nashidi na kijana wangu alikuwa naye akisoma sauti inaendelea yenyewe sasa. Naam. Mimi nikapata wazo kwa nini kwanza tusianze kuitula remix ile kwa kumtizama kijana kwanza. Naam.
Basi tukaitoa remix ile, na ile remix nakumbuka tukaja kuitoa tayari Maulidi yajayo yashafika kwa lengo la kuja kuperform siku ya sherehe ya madrasa. Kwa akaiweka pale, akaitumia katika akaitumia katika hafla ile. Naam. Kabla hajatumia lakini tukajaribu kupost ile nashidi. Tukaipost YouTube. Yani kama si rasmi ni vile kama post tu na. Lakini kwa bahati watu ile nashidi wakaipenda sana. Ikapata muitikio mzuri sana. Naam, ika-trend sana wanasema vijana. Mashaallah. Naam. Sasa comment zikawa nyingi kwamba kijana endelee hivi na hivi na hivi. Sasa na kwa bahati kuna mwenzetu mmoja pale atadili na haya mambo ya cameras. Kwa sababu tule post audio. Naam. Akasema tutengeza video hii. Akatusupport hapo na yeye. Akazidi kutupa motisha. Mashaallah. Basi kupata nguvu sasa. Tukatoa video pale ndio ikawa sababu sasa hapo. Mimi nikazidi kupata nguvu na yeye kijana akazidi kupata nguvu, lakini changamoto yangu pale kwenye kutunga. Kwenye kutunga. Naam. Lakini sasa kwenye kutunga hapa mkatumia juhudi gani, au pengine kutafuta mtu ambaye tayari ni mzoefu kwa ajili ya msaada? Sasa kwanza nilipoenda studio kwa Faizu, tulitumia studio ya Faizu Luheta. Alipomwona kijana naye katu support naye akasema kijana mashallah yuko vizuri na anaweza. Tumuendeleze na tumejina hilo la Harith Juma na ndio lopendekeza tumejina hilo lake. Ndio. Naam, sasa kwenye kutunga nikajaribu mimi mwenyewe kutunga. Ndio. Nikajaribu nikatafuta mahadhi. Kwa bahati mahadhi ya mara ya pili. Bin Nyundo alipooa. Kuna nashidi fulani alimwimbia mkewe. Lakini ile nashidi nikawa nashidi harusi. Sio nashidi kwamba ya ndio. Sasa mle nilichokibamia ni ile mahadhi tu ya ile nashidi. Ndio. Nikakaa ndo nikaanza kuitungia tena beti sasa hapo. Sasa kule leta jaji la mkewe meuku kaiti jawali kwa ile beti ya mwanzo ile pale. Ndio. Mashaallah. Lakini kule mwisho nikatunga ndio nikatunga tena juhudi ulizo nazo nikatunga mpaka kaiendeleza mpaka mwisho. Lakini sasa kwa sababu muda wetu unatukimbia na mambo mashallah ni mazuri sana. Tuje kwa kijana wetu hapa kwanza. Wewe ni mwanafunzi bado na bila shaka unahitaji muda wa masomo. Lakini pia na huku unahitaji muda wa nashid. Unapataje sasa muda wa kujishughulisha na nashid wakati wewe ni mwanafunzi madrasa, mwanafunzi wa skuli? Unapataje muda kama huu? Nakuwa napata muda weekend. Jumamosi na Jumapili ndio unatumia katika masala nashid. Na lengo lako la baadaye ni lipi pengine tuweze kufahamu? Lengo langu la baadaye? Naam. Katika fani hii ya nashid. Lengo langu mimi katika fani hii ya nashidi baadaye. Watu wanijue zaidi na nifate mambo ninayoamrisha. Nikajua labda umeingia kwa ajili ya kujifurahisha tu siku 2-3 alafu unatoka, sio? Lakini bado unasema kwamba bado utaendelea na ni kufahamika zaidi, kujulikana zaidi, sio? Na kwa upande mwingine labda ulishawahi kushiriki katika matamasha? Sijawahi. Nategemea kushiriki tamasha la Ram Concept Nashid. Na brother Yuno. Mashallah. Unaambiaje sasa mashabiki zako? Sasa hivi tayari umeshaanza kujizolea umaarufu katika mitandao ya kijamii, katika jamii pia mitaani huko wanafahamu. Unaambiaje mashabiki zako sasa? Unaahidi nini? Naahidi kwamba nitatoa kazi nyingi na mtazipenda zaidi. Mashallah. Haya, unalipi la kumalizia? Au ni hilo tu? Ni hilo tu kwamba utatoa vitu vizuri zaidi na watavifurahia, sio? Kwa upande mwingine sasa tuje kwa Mwalimu Hasnu. Mwalimu Hasnu, una lipi sasa la kuongezea hapo pengine kwa katika kumuendeleza kijana huu, sababu kipaji inaonekana anacho? Naam. Kama nilivyosema mwanzo kwamba nadhani nyote tumeshuhudia nilipoelezea jinsi tulivyopitia yale. Kwamba tumeanza pagumu kidogo, lakini baadaye nikapata wepesi, nikamtolea walimu wetu, nikamtolea tena nikafuata user tukatoa ya Ramadhani. Ndio. Naam, kwa maana hiyo na zimekubalika sana kama unavyoona. Inshallah khairi. Naam. Mdogo Rashid kidogo lakini mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Mashallah. Tunatarajia Nashid 2 tushaziandaa uziacha hivi karibuni pamoja na video za Nashid zote. Ndio rekodi hapo nyuma. Naam. Mashallah. Basi sisi hapa kwa niaba ya watazamaji wetu, lakini pia kwa niaba ya wenzetu hapa tunashukuru sana kwa ujio wenu, lakini inshallah iwe ni mwanzo na muendelezo pia, na isiwe mwisho wa kuja hapa kwa ajili ya kueneza zaidi khairi hii kupitia mashairi haya
mazuri yenye kunufaisha umma. Inshallah khairi. Basi mtazamaji wetu, hapa ndio tumefika hatma ya kipindi chetu hiki cha Nashid Zetu kama ilivyo kawaida, lakini kubwa zaidi tunakuomba sana subscribe channel yetu, lakini pia like, alikadhalika kushare kwa wengine kwa ajili ya kueneza khairi, lakini pia kueneza vipindi vyetu katika jamii, hususan jamii ya Kiislamu, ili kuweza kunufaika zaidi na kile ambacho tunakiwasilisha kupitia kanati yetu hii Istiqama Swahili TV. Lakini kumbuka tukao mikoa nao hapa vijana, kijana wetu Harith bin Juma, lakini pia tumekuwa naye hapa Ustadh Hasnu Abdallah Hassan, mashallah. Na mimi hapa naitwa Said bin Musa, nimekuwa naye pia katika mitambo hapa Sheikh Saud Hussein Luheta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa inshallah.